jinsi ilivyo mizuri juu ya milima, miguu yake aletaye habari njema, yeye alitangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema, yeye autangazaye wokovu, auambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Sauti ya walinzi wako, wanapaza sauti zao, wanaimba pamoja, maana wataona jicho kwa jicho jinsi Bwana arejeavyo Sayuni. Pigeni kelele za furaha, imbeni pamoja, enyi mahali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa, kwa kuwa Bwana amewabariki watu wake, ameukomboa Yerusalemu. Bwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu machoni pa mataifa yote, na ncha zote za dunia zitauona wokovu wa Mungu wetu. Neno la Bwana.
aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika, kwa kadiri jina alilolithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Na tena mimi nitakuwa kwake baba, na yeye atakuwa kwangu mwana. Hata tena mletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Neno la Bwana. ili aishuhudie Mungu. Wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ni Mungu, bali alikuja ili aishuhudie Mungu.
kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye Neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohana alishuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye aliyenena habari zake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema, kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli ilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wao wote. Mungu Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Jinsi ilivyo vizuri juu ya milima, miguu yake yeye awezaye habari njema. Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema, na watakieni heri nyingi na baraka za Noeli. Katika antifona ya maandiko tumeambiwa kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume. Hiyo wakati nisaidie hapo kidogo.
nuru kuu. Nasema waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Anaendelea kuongea kidogo, anasema kwa sababu gani? Au mtoto amezaliwa. Huyo mtoto huyo ambaye amezaliwa, wale watu wote ambao walikuwa wanapenda katika giza, nuru imewafikia. Wale ambao katika hofu ya mauti, nuru imewafikia. Huyo mtoto ndiye nuru, ndiye mwanga, yaani Kristo ndiye nuru na ndiye mwanga katika maisha ya watu. Wale wote ambao wanasafiri katika giza, ambao hawajui mbele wala nyuma wa kitu chochote, Kristo ndiye nuru, ndiye faraja ya kiu. Na tukitokea hapo, inakuwa rahisi zaidi kuangalia somo la leo, hasa somo la kwanza kutoka Isaya ile sura ya 52, ambaye tunasikia kwamba heri miguu ya mtu yule ambaye analeta habari njema. Umeshawahi kumkasirisha mtu wako wa karibu sana? Naweza kawa mtu wako wa ndoa kumkasirisha, na kwa hasira kaondoka nyumbani. Au yaweza ikawa ni bosi wako ambaye anakulipa mshahara, kamkasirisha akakufukuza kazi, na unamsihi sana, nisamehe Bwana, yakishe mama rudi nyumbani, hataki nyumbani. Unabakia mwenyewe ukisononeka sana moyoni, kwa kuwa mwenzi wako wa ndoa umemkasirisha, alafu amekimbia na hataki msamaha wako wala hataki kusamehe. Alafu siku imefika, ukiwa katika wingu la mawazo, wingu la huzuni na uchungu, anakwambia umeona moyo wako anabiri anarudi. Naweza usiwazi anarudi na watu, tunajua anarudi kwangu. Ni furaha gani inayokuwa ndani ya moyo wako kwa taarifa ile ya kwamba ile ulikuwa unakitamani kwa muda mrefu sasa inakuwa anakuja yule ambaye ulitamani aje kwako, tena ulimuudhi wewe, maana anaondoka sasa, anaomba kusamehe na anarudi kwako. Jinsi ilivyo mizuri miguu ya mtu anayefanya kwamba yule ambaye kuletea hiyo habari, hiyo ni habari njema na nzuri sana kwako. Kipande hiki cha somo la kwanza tunasoma wakati mfalme anarudi tena katika mji wa Yerusalemu. Wakati watu wako katika huzuni, hawana mfalme, na wanaambiwa sasa anakuja mfalme tena kutawala na kufariji wale walioumia. Kwa hiyo wanafurahia habari njema hiyo, kwamba hii ni habari njema ya kwa sasa tutapata tena mfalme, tena tunapata faraja ya mfalme. Kwa hiyo wanafurahi sababu habari njema hiyo inawajilia na inapitia masikioni mwao, na hivyo wanaona viashiria vya upya unaoanza tena katika maisha yao, kuwa mfalme anarudi tena. Wapendwa, nasi ni hivyo hivyo. Kuzaliwa kwa Kristo ni Kristo anarudi tena ulimwenguni, au ni Mungu anakuja tena katikati ya watu wake ambao dhambi ilimfanya aende mbali nao, ambao wale bustanini Edeni aliwafukuza kwa kuwa walikosa kumtii, na sasa anarudi tena kwao wanadamu wake kama mtoto mchanga. Ni furaha gani hiyo inawaambia wanadamu, kwa baada ya kukosea Mungu wetu, baada ya kutokutii Mungu wetu, ameamua kurudi tena. Ni ujio wake wa pili, ujio wake unakuja tena katika maisha yetu. Anakuja kama mtoto mchanga, anakuja kusaidia yale yote ambayo tumekosa sisi kwa kutokutii
heri miguu ya mtu yule atendaye habari njema. Kwa hivyo kama mtoto, Yesu ameleta habari njema ulimwenguni. Inakuwa jukumu la wale wote ambao wanaofuata Kristo kuwa habari njema. Wewe ni habari njema, habari njema kwa kanisa, habari njema kwa familia, habari njema kwa jamii, habari njema kwako mwenyewe. Yaweza kuzungumza maneno haya ambayo yanasema na Isaya kwako kwamba heri yako wewe kuwa watuletea habari njema. Yaweza kuzungumzwa haya juu yako au kuzungumzwa isivyo. Unapoenda kwa familia yako, ni furaha ya kuja ndani ya familia yako au ni huzuni, ni uchungu, au wanakuonaje? Ni habari njema wewe mwalimu wa Kristo anapoingia ulimwenguni kwamba wewe pia uwe habari njema. Wewe pia uwe habari njema. Katika somo la pili kitabu cha waraka wa Waebrania, ndivyo anavyoanza barua yake, tofauti kabisa na barua zingine. Barua zingine zinaanza kwa utambulisho. Mimi Paulo nawaandikia mimi nafanya hivi na hivi, hapa nawasalimia watu hapa. Lakini waraka wa Waebrania unaanza tofauti kabisa. Sema hapo kale Mungu alizungumza na sisi kwa njia mbalimbali, kwa manabii, labda kwa miujiza mbalimbali, labda kwa hivi na vile. Ndivyo alivyozungumza na binadamu kwa njia tofauti tofauti, lakini sasa amezungumza na sisi kupitia mwana wake mwenyewe. Zamani alituma watu watuletee habari njema. Sasa amekuja mwenyewe kuleta habari njema. Pengine hatukusikia ya kale, hatukusikia ile njia mbalimbali zisikia Mungu wetu kuzungumza na sisi. Hakusikia manabii, hakusikia mifano mbalimbali alitoa. Lakini sasa akasema nije mwenyewe, pengine mimi watanisikia. Je, unamsikia Mungu? Unamsikiliza Kristo? Sawasawa na mwalimu anayefundisha darasani, ametumia kila aina ya mfano, lakini mwanafunzi bado haelewi. Akatumia kila aina ya mfano, mwanafunzi bado haelewi. Mwishoni akaamua kutumia mfano yeye mwenyewe, kwamba hata hivi ukishindwa kuelewa hata huu mfano rahisi kabisa, basi ndio sio kuelewa tena. Ukishindwa hata kuelewa hivi ambacho tunataka kueleweka, basi ndio kuelewa tena. Ukishindwa kumsikia Kristo sana, basi tena kwamba alishatumia njia mbalimbali, na hivyo njia pekee ya mwisho ya kumtuma mwanaye ulimwenguni. Hakuna njia nyingine ambayo pengine alitumia Mungu kupata wokovu. Katumia njia kila aina ya mbinu, na mbinu ya mwisho ni yeye mwenyewe kuja kwetu. Usipomsikia yeye mwenyewe, utamsikiliza nani mwingine? Katuma manabii sijawasikia, kafanya mifano mbalimbali kuuliza sijaifuatilia. Sasa kaja mwenyewe pia nisimsikilize, utamsikiliza nani? Kama uweze kusikiliza Kristo aliyekuja kwetu ulimwenguni, wokovu utapata wapi kama hutaupata kwa Kristo ambaye alikuja ulimwenguni na haufuati mbali? Yeye anatuletea karibu Mungu katikati yetu. Ndivyo anavyozungumza Yohane katika utangulizi wa Injili yake. Anasema ya kwamba nimependa Yohane anamzungumzia Yesu, alafu anamzungumzia Yohane, alafu anamzungumzia na sisi wenyewe. Anamzungumzia Yesu kama Mungu aliyekuwapo enzi na enzi, ambaye
pamoja na wanadamu, niwe pamoja na wanadamu. Mungu wetu anakaa na sisi, anaishi na sisi. Hii ni tofauti kubwa kati ya Mungu wetu na miungu mingine. Sisi Mungu wetu anakaa na sisi. Ndio maana wana wa Israeli walisema ya kwamba ni taifa gani lingine ambalo Mungu wao yuko karibu nao kama Mungu wetu sisi kila ambako Mungu wetu anakaa na sisi, akae kule mbali na sisi. Kwa hiyo ukihitaji kusali, ukihitaji hata kufunga safari kwenda mbali, Mungu wetu yuko pamoja na sisi, kwa maana ameuchukua mwili na amekaa katikati, wala sio pembeni, amekaa katikati yetu, kwamba kwa kila kona aweza kumfikia kabisa. Alafu Bwana anasema ya kwamba lakini nimekuja kwa walio wake, nimekuja kwa Wakristo, amekuja kwetu sisi, amekuja kuletea wokovu, lakini wale ambao walio wake hawakumpokea. Sisi hatukumpokea au vipi? Wale walio wake ambao wamekuja kwa ajili yao hawakuona faida yake, hawakuona haja ya kuwa naye. Wale ambao amewaletea wokovu, kawaletea zawadi, hawakuona haja ya zawadi yake. Lakini wale ambao waliona haja na thamani ya zawadi ya Kristo, akawapa uwezo wa watoto wa Mungu. Hebu angalia hapa, kumpokea mtoto mwana wa Mungu Yesu unakupa uwezo pia wa kuwa mwana wa Mungu. Yesu anathibitisha hadhi yake ya kuwa mwana wa Mungu kwa wale wote ambao ukimpokea Kristo, wewe na wewe unakuwa hadhi sawa na Kristo kuwa mwana wa Mungu, mtoto wa Mungu. Wewe mwanzeni sasa, ili kuwa mtoto wa Mungu uhitaji kuwa na kabila lolote lile, wala kuwa mtoto unahitaji tu imani kwa Yesu Kristo. Hiyo ndio inayofanya uwe mtoto wa Mungu. Unampokea Kristo ili ufanyike mtoto wa Mungu, au huoni haja ya kile ambacho Kristo ameleta ulimwenguni, au huoni haja ya kule ile jambo la thamani ambalo Kristo kaleta ulimwenguni? Unaona haja ya hilo? Umempokea? Kama ninaona haja na faida ya kile ambacho Kristo kaleta ulimwenguni, mbona bado nina chuki moyoni yangu? Mbona bado nina kiburi ndani yangu? Mbona bado nina huzuni kubwa wenzangu wanafanikiwa? Mbona bado nina wivu mkubwa moyoni mwangu? Mbona bado sipendi kusali? Jana usiku kulikuwa na watu wengi ambao sikuwahi kuwaona wengine kanisani. Ikawa baada ya Yesu nikaa pale ndio nikawa kumbe na wewe sasa Mkatoliki tena. Sasa mbona unaona usiku tu? Tena usiku mara moja kwa mwaka. Pia kuna misa wakati mwingine kila Jumapili. Mwaka mzima wa misa. Kama umempokea Kristo awe mwokozi wako, kwa nini Krismasi tu tena usiku unakuja kanisani? Kwa nini mwaka mpya tu tena usiku unakuja kanisani? Kwa nini Pasaka tu tena usiku unakuja kanisani? Kwamba Yesu anapatikana usiku tu mara tatu kwa mwaka au mara nne, Krismasi, Pasaka pamoja na mwaka mpya. Yesu anapatikana kila siku katikati yetu, hapatikani mara tatu kwa mwaka. Kwa hiyo kama umepokea Kristo kama mwokozi na zawadi anayokuletea, ni maisha endelevu ndani mwake, sio maisha ya mara moja, maisha endelevu kila siku. Kwa hiyo wewe tumpokee, tumthamini, halafu tumtangaze kwa wengine. Yohana anatuambia kwamba hakuna mtu aliyemwona Mungu, bali mwana wa Mungu ndiye aliyemfunulia wake. Swali linauliza, ni nani anatafuta wengine? Binadamu anatafuta Mungu au ni Mungu anatafuta binadamu? Lakini nani anatafuta Mungu? Ni wewe unatafuta Mungu au Mungu anatafuta wewe? Wanasema binadamu anatafuta Mungu.
kwamba Mungu amejiweka wazi ili uone. Asingejiweka wazi, ungemuonea wazi, ungemtafutaje? Kwa hiyo kwanza anaanza yeye kukutafuta wewe popote ulipo. Unapoitikia wewe pia unaanza kukaribia, sasa kutafuta kukaribia, lakini yeye ndiye. Tangu kitabu cha Mwanzo Mungu alimuuliza Adamu, uko wapi? Anamtafuta Adamu popote alipoficha. Hivyo Mwenyezi Mungu anakutafuta wewe, umefichia katika chakani ambapo Mungu hakuoni, unasema uko wapi? Ili umkaribie mpaka Mungu akamwona kwamba mtoto amekuja ulimwenguni ili uweze kumuone, kubali. Mungu akakufungua pepo. Dini yetu iwe hivyo, ni dini ya mafunuo, sio dini ya kutafuta. Mungu amejiweka wazi kwetu. Maana anasema mambo yamerahisishwa. Mungu aliwacha mwenyewe utafute, ilikuwa Mungu zaidi. Amerahisisha kwamba anapatikana. Yuko wapi? Emanueli, katikati yetu. Wewe mtafute Mungu au mkaribie Mungu, maana anapatikana. Kaja kama mtoto mchanga, sema Mungu sikuoni, Mungu aonekane. Mungu yupo katikati yetu, anapatikana, amejifungua. Natakieni heri sana na baraka za Mwenyezi Mungu. Mkaribie Kristo. Sawa pendo? Mkaribie Kristo. Mkae naye. Maana anaishia katika kumsifu Yesu. Semana